Mara nyingi mama zetu hawapati muda kwa sababu tuna demand vyakula aina nyingi. Tunahitaji mahitajio mingi ya vyakula mpaka mama huyu anakosa ule muda wa kuweza kujishughulisha kiibada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khayral hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yaqulu Allahu ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuafikia kuingia katika mwezi wa Ramadhani, na tunamuomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuafikia kuingia katika mwezi huu wa Ramadhani atuafikie pia kutimiza ibada na kutimiza ibada kuu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia katika mwezi huu, ambao si nyingine isipokuwa ni ibada ya saum. Lakini vile vile tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe hamu na atupe taufiki ya kulishughulikia kila lililo jema katika mwezi huno, lakini vile vile atupe taufiki ya kuweza kuepukana na kila ovu katika mwezi huu. Ndugu zangu, kwa kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani inamaanisha kuingiliwa na neema kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Hivyo basi, vipi Muislamu ataufanya mwezi wa Ramadhani uwe ni mwezi wa mafanikio kwake wala si mwezi wa maangamivu kwake? Kaifa yaj'alu almuslimu Ramadhana shahidan lahu la alayhi? Vipi Muislamu ataufanya mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi wa mafanikio kwake wala si mwezi wa hasara kwake au maangamivu? Yakunu Ramadhanu shahidan lilmuslim la alayhi idha ishtaghalahu bitta'a. Muislamu, mwezi wa Ramadhani utakuwa wa faida kwake na mafanikio iwapo atajishughulisha na taa, wastaghalla waqtahu fima shara'a fihi au fima shuri'a fihi min at-ta'ati wal hasanat wa tajannaba ma harrama Allahu min al-aqwali wal af'al. Na Muislamu ataufanya mwezi wa Ramadhani uwe wa faida kwake wala usio hasara kwake iwapo atautumia wakati wake ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa kile kilichowekwa humo ndani ya mwezi wa Ramadhani katika kutekeleza taa na mema na kujiepusha na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiharamisha katika maneno na vitendo. Hivyo basi, ikiwa mafanikio ya Muislamu katika mwezi wa Ramadhani ni kutumia mwezi huo katika taa na kutumia muda wake katika mambo ya ibada na mema ambayo anahimizwa Muislamu huyo kuyafanya, ni lazima Muislamu ajue namna atakavyoupanga wakati wake na muda wake ndani ya mwezi wa Ramadhani. Nitachukua fursa hii kuweza kuzungumzia namna tutakavyoweza kupanga wakati wetu na muda wetu ndani ya mwezi wa Ramadhani ili tuweze kufaidika na mwezi huu wa Ramadhani uwe ni mwezi wa neema kwetu, usiwe ni mwezi ambao ni wa nikma kwetu, uwe ni mwezi wa faida kwetu, usiwe ni mwezi wa hasara kwetu. Ni kama nilivyotangulia kuzungumza, ili mwezi wa Ramadhani uwe wa neema kwako, uwe mwezi wa faida kwako, ni ujishughulishe na taa, ujishughulishe na ibada, na ujiepushe na kila ambalo ni la haramu. Kinyume chake, ikiwa wewe hautajishughulisha na ibada na taa katika mwezi huu wa Ramadhani, basi mwezi huu kwako utakuwa ni hasara, itakuwa ni maangamivu, itakuwa ni kupita patupu. Utakuwa wewe umeingia miongoni mwa wale ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewazungumzia kwamba kuna watu kwamba watatoka katika mwezi wa Ramadhani na ili hali hawakusamehewa. Mtume akasema watu hao ni watu ambao wameangamia, kama ilivyokuwa katika hadithi ya Jibril alayhi salamu
kuomba maombi ya kwamba ameangamia mtu ambaye dakhala alayhi ramadhanu, ameingiliwa na Ramadhani, thumma salakha ramadhanu, kisha Ramadhani ikatoka, walam yughfar lahu, na asisamehewe. Huyu ina maana amepata hasara pamoja na kuwa alikuwepo ndani ya Ramadhani. Sasa ni kitu gani ambacho kitakupelekea wewe Muislamu uweze kufaidika na mwezi wa Ramadhani? Ni kupangilia wakati wako. Vipi wakati wako utaupangilia? Utaupangilia kwa mfumo ufuatao. Siku yetu inaanza pale tunapoamka kula daku. Siku yako ya somo inaanzia hapo, kwenye kula daku. Mtume anasema tasaharu fa inna fi suhuri baraka, kuleni daku kwani kwenye daku kuna baraka. Tutafuteni baraka kwa kukitumia chakula cha daku ambacho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema msikiwache chakula hichi, hata kama mmoja wenu atakunwa maji, lakini anwe maji. Kisha upatilize muda ule wa daku ambao ni masaa ya thuluthi ya mwisho ya usiku, masaa na muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala anateremka ila samai dunia, kama tulivyoelezewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla layla ila samai dunia, Mola wetu anashuka kila usiku mpaka katika mbingu ya dunia, akiuliza, akinadi, nani ana haja nimtatulie, nani ana lake ataka kunyoshewa nimnyoshee, nani anataka msamaha, nani anataka toba nimpe msamaha wangu, nimpe toba anaohitaji kutoka kwangu. Kwa hivyo baada ya kula daku jishughulishe na taa, kupatiliza muda huu mzuri kabisa akiwa Mola wako yuko katika mbingu ya dunia. Soma Qur'ani, leta adhkari, usirudi kulala. Baada ya kuwa umesoma Qur'ani, umeshakula daku lako, umeleta adhkari, kunapoadhiniwa tu adhana ya alfajiri ukaisikia hiyo, swali rakaa 2 za sunna za kabla salati alfajiri pale pale nyumbani kwako. Kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema yule atakayeswali swala hizi rakaa 2 hizi za sunna za kabla alfajiri, ujira atakupata ni mkubwa, kwani anasema rakaa 2 hizi fadhila zake na khairi zake ni nyingi hata kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Rakaa 2 za kabla alfajiri zina thamani kubwa na ubora mkubwa kuliko thamani ya dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Kwa hiyo swali rakaa zako 2 za sunna, kisha baada hapo ujitayarishe kwa ajili ya kutoka kwenda kuiswali swala ya alfajiri. Rakaa 2 hizi za sunna ambazo utaziswali pale nyumbani, utakuwa unakimbilia kuzifikia zile rakaa 12 ambazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwamba mwenye kuziswali rakaa 12 hizi Allah atamjengea nyumba peponi. Kwa siku ukizitimiza hizi rakaa 12, Allah subhanahu wa ta'ala anakujengea nyumba katika pepo. Kwa hiyo unapoanza kuswali rakaa 2 hizi za kabla alfajiri, unakimbilia kwenye rakaa 12 hizo kuzifikia mwisho wa siku. Toka ukiwa na udhu wako, ukitembea kwenda msikitini na huko unaleta adhkari. Usitembee kimya kimya mpaka ufike msikitini. Ukifika msikitini, swali rakaa 2 za kuwa mkuu wa msikiti, zaitwa tahiyatul masjid. Nenda mapema ili pia uweze kupata kikao cha kusoma Qur'ani au kuleta adhkari kabla ya swala ya alfajiri kukimiwa. Swala ya alfajiri itakapokimiwa, basi ingia katika swala ya jamaa, na iwe hiyo ndio swala yako ya kwanza itakayofuatiwa na swala nyingine zote zitakazokuja baada yake, zote uwe utakuwa ni mwenye kuziswali kwa jamaa. Ujitahidi hivyo Muislamu katika mwezi wa Ramadhani, swala zako zote ziwe utazipata kwa jamaa, tena ikiwezekana uzipate pamoja na imamu kuanzia takbira ya kwanza. Ukiswali rakaa zako 2 za faradhi za baada salati alfajiri, baada kuswali itakuwa vizuri sana lao utabakia msikitini mpaka jua litakapochomoza, hasa kwa wale ambao hawana shughuli za kutoka kwenda makazini. Wakae misikitini mpaka jua litakapochomoza, wakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wakileta adhkari, bali hata ikiwa ni kufundishana hiyo Qur'ani,
yule anamfundisha yule na yule anamfundisha yule, bali hata kama ni kufundishana elimu ya dini kipindi hicho cha baada salati alfajiri, itumike fursa hiyo. Kisha jua litakapokuwa limechomoza na limeinuka juu, swali rakaa 2, kisha ndipo utoke uende nyumbani. Rakaa 2 hizi lau utaziswali zina ubora mkubwa sana, kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameelezea, yule atakayeswali rakaa 2 hizi za baada salati alfajr, baada jua limechomoza na limeinuka, basi atapata ujira kama mtu aliyetekeleza haji na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huku ni kupangilia muda wako vyema katika mwezi wa Ramadhani. Ukishamaliza kuswali rakaa 2 hizo, rudi nyumbani. Kama huna shughuli za kufanya maalum za kiajira, rudi nyumbani kajipumzishe. Lakini ikifika masaa ya saa 4, saa 5, amka kwa ajili ya salatu dhuha. Ima rakaa 2 uswali, au rakaa 4 au rakaa 8. Na ikiwa utaswali rakaa 4, utaziswali rakaa hizi 2 ukitoa salamu mpaka zifike 4 au zifike 8. Salatu dhuha ni muhimu sana katika maisha ya Muislamu, na katika mwezi wa Ramadhani ni zaidi. Swala hii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuhimiza sahaba wake Abu Huraira kwamba asiache. Miongoni mwa swala ambazo Mtume alimuhimiza Abu Huraira ni kuswali swala ya dhuha, lakini vile vile kutoacha kuswali salatul witri. Na hizi rakaa 2 za dhuha ndizo zile ambazo Mtume wetu Muhammad ametuelezea zinachukua nafasi ya kutolea sadaka viungo vyako. Mtume anasema kila kiungo cha mwanadamu anatakiwa kukitolea sadaka. Kisha Mtume akasema yatosheleza Muislamu kuvitolea sadaka viungo vyake kwa kuswali rakaa 2 za dhuha. Allah amekujalia viungo vya thamani sana, vile wana faida kubwa katika mwili wako. Hivi viungo watakiwa utoe shukrani kwa Allah kwa sadaka utakoitoa kwa ajili ya Allah. Lakini Mtume akatwambia ukiswali rakaa 2 za dhuha, rakaa zako 2 hizo zimetosheleza sadaka yako ya viungo. Kwa hiyo Muislamu unaswali rakaa 2 za dhuha ama 4 nyumbani kwako pale. Kisha baada ya kumaliza kuswali rakaa hizo za dhuha, soma Qur'ani, lete adhkari. Jikumbushe kile ambacho unatakiwa kujikumbusha kwenye kitabu cha Allah au kwenye mafunzo ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hata yule ambaye yuko kazini, ikifika masaa hayo ya saa 4, saa 5, hebu ajaribu kupata fursa ya kuswali salatu dhuha. Katika mwezi wa Ramadhani ibada zina thamani kubwa sana. Lakini baada ya yeye ameswali salatu dhuha, kama kwa upande wa wanawake, mara nyingi huwa mitaani kuna mihadhara, kuna durusi za wanawake kipindi hicho cha saa 4, saa 5 mpaka saa 6. Mama akishaswali rakaa zake 2 za dhuha ama rakaa 4, na ikiwa mtaani kuna msikiti una durusu za wanawake, atoke aende kufanya hudhurio la darsa hizo, apate faida za maelimisho ya dini. Mara nyingi mama zetu, dada zetu hutumia muda wa Ramadhani karibu asilimia kubwa jikoni. Anaanza mashughuli zake za jikoni kuanzia muda huo, asubuhi na mapema. Wakati kuna wenzake wanapata elimu ya dini. Mwanamke, ikiwa mtaani kuna durusu za wanawake zaendelea, baada ya kuswali rakaa zako za dhuha, nenda kahudhurie darasa hizo. Kisha baada hapo urudi nyumbani kwa ajili ya swala ya dhuhuri. Na mwanamume naye, baada ya kuwa wakati wa swala ya dhuhuri imefika, basi aswali rakaa 4 za sunna za qablia kabla dhuhuri, ndipo atoke aende wapi? Msikitini. Hili likiwa litakuwa lawezekana kwa wale ambao wako majumbani. Wale ambao wako makazini wahakikishe kwamba watatoka kazini mapema waende msikitini ili waziwahi rakaa 4 za qablia kabla dhuhuri, kuliko watu kwenda msikitini na huku swala tayari yakimiwa. Watu wajitahidi kuziswali swala za sunna hizi. Umepata fursa ya kuswali nyumbani ni vyema, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza swala za sunna tuziswali majumbani. Akatuambia la taj'alu buyutakum kubura, musijalie majumba yenu kuwa ni makaburi.
kwa maana tuswali katika majumba yetu, na swala zinazoswaliwa katika majumba ni swala za sunna, si za faradhi. Za faradhi kwa wanaume zinaswaliwa misikitini. Kwa hiyo kama utoka nyumbani, swali raka zako 4 za kablia kabla dhuhuri, swali raka 2 utoe salamu, swali raka 2 utoe salamu, kisha ndipo utoke waelekea msikitini ukiwa na udhu wako, na huku unaleta adhkari mpaka ufike msikitini. Fika msikitini mapema, swali raka 2 tahiyatul masjid, lete kisomo cha Qur'ani, lete adhkari, subiri iqama ya salati dhuhri ikimiwe, swali swala ya dhuhuri kwa jamaa ukiwa umepata takbira ya kwanza pamoja na imamu. Baada ya salatu dhuhri, kama kwenye msikiti kuna darsa, ikalie darsa hiyo, wala usighurike na shughuli na mambo yaliyoko nje. Ramadhani imeingia na kutoka kwake pia itatoka, tena itatoka kwa kasi, kwa wepesi, kiasi ya kuwa tutadhani kana kwamba labda tumeishi Ramadhani siku moja, kumbe ni siku 30. Kwa hiyo usilichukulie jambo lote la ibada kwenye uzito, usilitie uzito jambo la ibada. Kila kitu kifanye kwa njia ambayo ni ya kujiamulia, ubebe subra kuu katika ibada zako, na hili la kusikiza darsa lahitaji subra. Si kukimbilia nyumbani pengine kwenda kuangalia TV na mengineo huko ambayo yatakuwa labda hayana msingi, au pengine kukimbilia nyumbani kulala. Wanavyuoni wamekataza muda mwingi wa Ramadhani watu kuutumia kwenye usingizi. Mtu ametoka baada salati fajri, amelala mpaka dhuhuri, anaamka pengine kwa ajili ya swala ya dhuhuri, pengine hata hiyo dhuhuri pia impite jamaa, akirudi saa 8 analala mpaka alasiri, pengine hata hiyo alasiri pia impite jamaa, swali peke yake mpaka magharibi. Hadha la yajuz, hadha tadhi'an lilwaqt. Huku ni kupoteza wakati, kutumia muda wako mwingi kwenye usingizi. Kwa hiyo litilie thamani hili la wewe kukaa msikitini baada salati dhuhuri kusikiza darsa kuliko kukimbilia nyumbani kulala. Sikiza darsa, utafaidika. Baada ya darsa nenda nyumbani. Ukifika nyumbani, kama wewe wakwenda nyumbani, kama wakwenda kazini, swali raka zako 2 za baadia baada dhuhuri pale msikitini. Kama waenda nyumbani, nenda kazi swali raka zako 2 hizo nyumbani, ni bora zaidi. Hapa itakuwa umeshatimiza raka 8, zile 2 za kabla alfajiri na 4 za kabla dhuhuri na 2 baada dhuhuri, ni 8 hizo. Unakimbilia kwenye raka 12 ili upate nyumba peponi. Ukisha kuwa umeswali raka 2 hizo za baada dhuhuri, ima msikitini kwa labda huende nyumbani warudi kazini, au umeziswali nyumbani kwako, basi unaweza kujipumzisha ukaipata ile sunna ya usingizi wa kailula. Hukatazwi, ni vyema ukajipumzisha, ukalala kuanzia saa 8 ile, pengine darasa imalizika saa 8, ukajipumzisha, ukalala kupumzisha mwili wako. Lakini vile vile ulale kwa tahadhari ya hali ya juu, uweke watu wa kukuamsha pale, ama njia yote ambayo itakupelekea wewe uamke kabla kufikia swala ya alasiri, ili usipitwe na swala ya alasiri. Uamke mapema, jitayarishe, ushike udhu. Ni vyema Waislamu kutawadha nyumbani, tuelekee misikitini tukiwa na udhu kamili. Hili ndilo ambalo alilihimiza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye atatawadha nyumbani alafu akaelekea msikitini na udhu, kila hatua anayoipiga ana ujira, anapandishiwa, ana madhambi, anafutiwa, kuliko watu kung'ang'ania kutawadha misikitini. Mifereji iliyoko misikitini na maji iliyoko misikitini mara nyingi inakusudia wale ambao hawatoki majumbani, labda ni wasafiri, wamekatikiwa na udhu, watawadhe. Wewe ukiwa toka nyumbani, tawadha nyumbani. Kuna ujira mkubwa sana wa kutawadha ukiwa nyumbani na huku ikawa unaelekea msikitini. Kwa hiyo elekea msikitini kwa ajili ya swala ya alasiri. Fika mapema, wahi takbira ya kwanza na imamu, swali swala yako ya alasiri. Kisha baada hapo, kama kuna darsa pia isikize. Kama hakuna, ni vyema huno wakati wa baada salati al-asri angalau kufanyia itikafu.
ufanyie itikafu wakati huo baada ya salati al-asr. Kaa msikitini mpaka magharibi. Eka nia ya itikafu. Jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukaa msikitini masaa haya ya jioni kufikia magharibi, ili uweze kupata yale mavuno ya thawabu ya itikafu. Kwani hakuna nyumba ambayo Muislamu kukaa kwake ndani yake anapata thawabu kama majumba yake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Misikiti ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale unapotoa dakika zako, muda wako kukaa ndani ya nyumba ya Allah, na huku unajishughulisha na visomo vya Qur'ani na adhkari na vitabu vya dini kujifunza, basi utakuwa upo katika kuutumia wakati wako vyema katika mwezi wa Ramadhani, kuliko baada salati al-asr ukatoka pengine hasara kubwa, ukaenda maskani na ukacheza dumna wakati huo jioni, ukacheza karata, ukacheza draft, kwa unapoteza muda wako. Ikiwa hautakaa msikitini, basi tena afadhali urudi nyumbani, pengine uende ukapange mipangilio ya nyumbani kule, labda kwa hitajika mahitajio fulani ya nyumbani, uende ukayapange kule, kuliko labda ukatoka msikitini alasiri na ukaenda maskani, sehemu ambazo labda hakutakuwa la maana ambalo litazungumzwa humo, bali isipokuwa itakuwa ni kupoteza muda na kukosa thamani ya muda huu wa mwezi wa Ramadhani katika kutumia kwenye taa. Kwa hivyo ukisha kuwa umekaa msikitini kwa ajili ya itikafu masaa yale ya baada salati al-asri, pia tafuta muda wa kwenda kutafuta cha kufungulia somo yako. Tafuta kile ambacho itakuwa ni sunna wewe kufungulia somo yako, kama alivyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nao ni maji au tende, ama tende au maji. Hata kama msikitini vyapatikana hivyo, msikitini kupatikana maji, kupatikana tende, lakini ukibeba wewe ukaenda nao msikitini, au ukatumana ukaletewa msikitini tende zako na maji yako, sababu kwa itikafu pale, au mwenyewe ukatoka ukaenda kuchukua nyumbani ukarudi, zile tende ama yale maji ambayo utayatumia wewe na pengine hata ukampa mwenzako na yeye akafungulia saumu yake, una ujira mkubwa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza kwenye kufuturishana, hata kwa tembe kwa tembe ya tende au konde ya tende unapata ujira mkubwa sana. Mtume akaelezea kwamba yule mwenye kumfunguza aliyefunga anapata ujira wake na ujira wa yule aliyemfunguza ama aliyemfuturisha bila yeye kupunguziwa ujira ule. Kwa hivyo najitahidi katika hilo, kupeleka msikitini vya kufungulia swaumu, na Allah atakupa ujira mkubwa katika hilo. Baada ya hapo, tusisahau kipindi tuko majumbani, twafuturu na familia zetu, kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Manake tumekaa msikitini, tumeswali swala ya magharibi. Baada salati al-maghrib, kinachofuatia ni kuswali rakaa 2 za baada salati al-maghrib. Ima uziswali msikitini ama uziswali nyumbani, ni bora zaidi. Ukifika nyumbani tu, kitu cha kwanza cha kufanya swali rakaa 2 za baada al-maghribi, ikiwa huku ziswali wapi? Msikitini. Itakuwa hapa sasa umeshafikisha idadi ya rakaa ni 10. Umebakishwa na rakaa 2 ukamilishe rakaa 12 ambazo itakuwa sababu ya wewe kujengewa nyumba peponi. Ukisha kuwa umeswali rakaa 2 za baada al-maghrib, wakati umekaa na familia yako munafuturu, tumia muda ule kwa dua. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kila Muislamu katika mwezi wa Ramadhani ana dua ambayo inakubaliwa. Na sehemu nyingine ya kukubaliwa dua ni pale wakati wewe unafungua somo yako ama unafuturu. Masahaba walikuwa wanapojumuika na familia zao kufuturu, wanaichukulia fursa ile ama jumuiko lile la kuomba Allah subhanahu wa ta'ala wanachokihitajia. Wewe kama kiongozi wa nyumba, ni baba pale nyumbani, unaomba, familia yako inaitikia amin kile ambacho unakihitaji. Lakini pia tumia fursa hii kuwanasihi familia yako. Wajue kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa ibada, kwa sababu hakuna wakati ambao baba anajumuika na familia yake kama wakati wa chakula. Familia yako yote iko hapo, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Hakuna watu kwamba wanakula mbalimbali. Mwezi wa Ramadhani watu wote wanakula pamoja, wanajumuika wakati mmoja kwa ajili ya kula. Tumia fursa hiyo kuinasihi familia yako kwamba wasiuchezee mwezi huno,
wasiuache ukapita kwa machezo, wasiuache ukapita bila faida, na faida ni ibada. Chukua fursa hiyo kuwapa nasaha kwenye kikao hicho cha kutumia chakula cha futari. Kisha baada hapo ujitayarishe kwa ajili ya swala ya Isha. Tawadha kama kawaida, nenda msikitini kwa ajili ya swala ya Isha mapema ili uweze kuipata takbira ya kwanza na imamu. Ukisha kumaliza kuswali swala ya Isha, swali rakaa 2 baada salati al-Isha. Itakuwa hapa umekamilisha rakaa 12 hizo ambazo Mtume amethibitisha mwenye kuziswali rakaa 12 hizo basi atakuwa ni mwenye kujengewa nyumba peponi. Ukisha kumaliza kuswali rakaa 2 hizo za sunna za baadia baada al-Ishai, usitoke msikitini, swali salatu tarawih ambayo ni qiyamul layl. Qiyamul layl katika mwezi wa Ramadhani inaitwa salatu tarawih. Mtume anasema man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mwenye kusimama katika mwezi wa Ramadhani kwa imani na kutaraji thawabu anasamehewa madhambi yake. Mtume anazungumzia qiyamul layli hapa, ile tunaoiswali kila siku katika masiku yetu usiku huko, lakini atakayeswali swala hii ya usiku ndani ya mwezi wa Ramadhani tunaoita tarawih katika mwezi wa Ramadhani, basi anaandikiwa ama anafutiwa madhambi yake. Bali Mtume akasema man qama mal imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl, yule atakayesimama pamoja na imamu katika mwezi wa Ramadhani akaiswali swala ya usiku ya Ramadhani ambayo ni hiyo tarawih mpaka akamaliza swala pamoja na imamu, anaandikiwa ujira wa qiyamul layl. Katika mwezi wa Ramadhani swala ya usiku ni moja tu. Hakuna swala 2 za usiku katika mwezi wa Ramadhani, moja inaitwa tarawih na moja inaitwa qiyamul layl. Hapana, ni hiyo hiyo moja. Swala ya usiku inaitwa qiyamul layl, inaitwa tahajjud, ndio hiyo hiyo ambayo Ramadhani inaitwa tarawih. Kwa hivyo ni vyema leo utaiswali na jamaa msikitini, ni vizuri sana. Lakini pia unaweza kuiswali swala hii nyumbani peke yako, unaweza. Lakini wanavyoni wakahimiza kuiswali kwa jamaa ili kuweza kupata fadhila za qiyamul layl ambayo itakuwa umeipata kwa mujibu wa wewe kushiriki na imamu. Waweza kurudi nyumbani lakini usiswali swala hii ukapatwa na uvivu na ukalala na ukapitiliwa na usingizi mpaka alfajiri. Lakini kwa yule ambaye ataswali pamoja na imamu salatu tarawih pamoja na witri, akarudi nyumbani na akaamua mwenyewe labda usiku ampata fursa saa 8 saa 9 akataka kuongeza nawafil, anaweza kuongeza nawafil, anaweza kuendelea kuswali rakaa nyingine zote za sunna anazotaka, na itakuwa hizo ni nawafil, ni sunna za kawaida. Qiyamul layl yake ni ile aliyoswali na imamu pale msikitini, isipokuwa tu kama ameswali witri hata irudia witri ile usiku huo. Baadhi ya watu husema kwamba anataka kuongeza rakaa usiku baada kuswali na imamu tarawih pamoja na witri, itamlazimu ile witri aivunje. Wanavyoona amekataa masala ya kuvunjwa witri. Witri haivunjwi. Kuvunja witri wanazungumzia kwamba kama umeswali rakaa 3 uongeze moja ziwe 4, kama umeswali rakaa 5 uongeze moja ziwe 6, kama umeswali rakaa 1 uongeze 3 ziwe 4. Hapana. Wewe kama umeamua kuongeza nawafil baada ya kisimamo chako na imamu cha tarawih usiku, wewe ongeza, lakini usiirudie ile witri tena. Hakuna witri 2 ndani ya usiku mmoja. Witri yako ni ile ile uliswali na imamu usiku, ongeza rakaa unazotaka, lakini witri hautairudia tena. Hapa ni wapo umeamua mwenyewe kuamka usiku na kuziswali hizo nawafil, ongeza unavyotaka. Lakini pia unaweza kuamka ukajiongezea ibada nyinginezo, kusoma Qur'ani, kuleta adhkari, ukijua fika kwamba tayari swala yako ya usiku ushaiswali na imamu. Kwa hivyo hulazimiki tena kusimama usiku ukasema kwa naswali swala ya usiku au naswali qiyamul layl, bali ikiwa utaswali utakuwa na swali nawafil, swala za sunna za kawaida ambazo Allah vile vile atakuletea, atakupa ujira katika swala hizo za sunna. Kisha baada hapo bila shaka utakuwa wewe unaingia katika kujitayarisha tena na daku kwa ajili ya siku nyingine ya pili au siku inayofuatia. Lakini itakuwa wakati wako umeupangilia kwa mpangilio huno. Lao Muislamu ataishi kwa mpangilio huno, basi atakuwa ni mwenye kufaidika
na Ramadhani yake. Kinyume na hivyo utakuwa Muislamu wewe ni mwenye kupoteza muda wako na masaa yako. Lakini vile vile tukisema kwamba Muislamu ameahidiwa kujengewa nyumba peponi kwa kuswali rakaa 12 hizi ambazo tumezitaja hapa, rakaa 2 kabla alfajiri, rakaa 4 kabla dhuhuri, rakaa 2 baada dhuhuri, rakaa 2 baada almaghrib, rakaa 2 baada alishai. Haina maana kwamba Muislamu hawezi kuswali sunna nyinginezo ambazo zipo pia kisheria, kama rakaa 2 kabla alasri unaweza kuswali, rakaa 2 kabla almaghribi unaweza ukaswali, rakaa 2 kabla alisha unaweza ukaswali. Hizi ambazo tumezitaja ni rakaa maalumu zilizokokotezwa, zilizotiliwa uzito na mtume wetu Muhammad, Muislamu kuzitekeleza katika maisha yake, na ndani ya mwezi wa Ramadhani ni aula zaidi. Kwa mpangilio huno, kila siku zipiganie rakaa hizi zisikupite, bali pigania wakati wako uende vizuri, uende vyema. Jengine ambalo pia ndugu zangu nataka nirudie kwa upande wa dada zetu, mama zetu, na singine sisi wanaume ndio ambao labda tunawashughulisha hawa mama zetu, dada zetu, kutumia muda wao mwingi jikoni. Ndio ile huduma anaoifanya pia ni ibada, lakini yeye Ramadhani hana ibada ya kupika tu pekee, ana ibada nyingi ambazo atakiwa ajishughulishe nazo. Kuwe na muda ambao wajua huno ni muda wa kupika, huu ni muda wa kusoma Qur'ani, huu ni muda wa kuhudhuria darsa, nami pia nahitajika kwenda kuswali swala ya tarawih. Kuna baadhi ya watu wanataka kutayarishiwa daku maalum, kwa hiyo mama anaacha kwenda kuswali swala ya tarawih msikitini kwa jamaa ama kuswali pale nyumbani, hana muda kwa sababu anatakiwa atayarishe daku maalumu. Kwa hiyo analitayarisha tu baada ya kufuturu, anaharakia kushughulikia masuala ya utayarishaji wa daku. Wakati ndugu zangu daku halina kwamba labda kwahitajika chakula maalumu, na kwamba labda kile kilichobakia wakati wa kufuturu hakitoshi kuwa daku. Ikiwa mtume wetu Muhammad ametuambia hata maji yaweza kuwa daku, kwa nini kilichobaki wakati mumetumia kwenye kufuturu hakiwezi kuwa daku? Mpaka umshughulishe mkeo au binti yako ajipatie muda wa ziada kutayarisha daku, ashindwe kushughulikia masala ya swala ya tarawih labda msikitini au hata hapo nyumbani. Kwa hiyo tuwape muda wa kuweza kushughulika na ibada zao, na hili litatimia iwapo tutakuwa ni wachache wa matayarisho wa vyakula. Mara nyingi mama zetu hawapati muda kwa sababu tuna demand vyakula aina nyingi. Tunahitaji mahitajio mingi ya vyakula, mpaka mama huyu anakosa ule muda wa kuweza kujishughulisha kiibada. Kwa hivyo kwa mpangilio kama huno tutaweza kutumia mwezi wetu wa Ramadhani vyema, vizuri katika kufaidika, na uwe ni mwezi wa faida kwetu wala usiwe ni mwezi wa hasara kwetu. Na kile kichache ambacho Allah ametujalia nacho, una shilingi yako, una 50 yako, una 100 yako, unaweza vile pia ukawa ni mtoaji. Miongoni mwa shughuli ambazo mtume wetu Muhammad alikuwa akizifanya katika mwezi wa Ramadhani ni utoaji. Alikuwa ni mkarimu sana. Utumie muda wako katika mwezi wa Ramadhani kwenye ukarimu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuongezea kwenye kile kichache ambacho amekupa. Kwa leo ndugu zangu, itakuwa nimetayarisha hayo ya kuelekeza namna gani tunaweza kutumia wakati wetu wa Ramadhani vyema ili tuweze kufaidika na mwezi huno. Ikiwa tupo mwanzo bali siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani, natumai mwelekeo huno na mwongozo huno utaweza kutusaidia kuishi kwa mafanikio ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mengine insha Allah taala katika siku zijazo tutazidi kuelimishana kuhusiana na yale ambayo tunahitajia katika mwezi huno. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.